kumshukuru sana Rais wa Young Africans ndugu yangu Engineer Hersi, kwanza kwa kunialika kuja kushuhudia tukio hili kubwa na la kihistoria. Naomba tumpigie makofi sana. Lakini shukuru sana pia Rais wa GSM Group ambaye yuko hapa leo, ndugu yangu Gary, kwa sababu naye amekuwa na mchango mkubwa ambao nitauelezea hivi punde muda sio mrefu. Bora kushukuru sana. Lakini pia nishukuru sana uongozi wa TFF, na leo tunaye makamu wa rais wa TFF kwa maelezo yake pia ambayo ameyazungumza hapa kwa kumwakilisha rais wa TFF. Tunakushukuru sana kwa sana. Lakini nishukuru sana pia kamati tendaji, kaka yangu Munir, pamoja na wote ambao mmehudhuria hapa. Niushukuru sana pia uongozi wote wa GSM Group, ndugu yangu, kaka yangu Yasiri, dada yangu Aisha, ndugu yangu Waziri, pamoja na dada yangu, jina linakuwa gumu kidogo lakini ningeweza kulitamka. Lakini washukuru sana pia viongozi wote, dada yangu kutoka NEMKI, Dr. Lakini nimeambiwa pia mambo yote haya pia yanaruka mbashara. Nimshukuru sana pia kaka yangu Kaimele pamoja na uongozi wote wa Azam kwa kazi nzuri sana ambayo. Lakini pamoja na wote ambao mmehudhuria hapa kuja kushuhudia tukio hili ambalo ni kubwa mno. Kama ambavyo ndugu yangu Engineer Hersi alizungumza, mimi mpaka nafika hapa, niwe mkweli, sijui huwa nashangilia klabu gani mpaka nafika hapa. Lakini labda nieleze kisa kidogo kwa muda mfupi. Leo asubuhi wakati natoka nyumbani, nimemwaga mke wangu kwamba nakuja hapa kushuhudia tukio kubwa sana hili la utiaji wa saini kwa ajili ya kuanza kujenga uwanja unaotakao umilikiwa kama ambavyo historia ya rais wa Young Africans alivyoizungumza. Mke wangu alikuwa anaondoka kwenda kazini, lakini kakuta amenuna sana. Sasa katika kusemeshana akajibu tu, na mchana usinipigie simu mama kuniambia niandae chakula. Nikamwambia kule nako kwenda wameandaa chakula. Kwa hiyo sio tatizo. Kwa hiyo wakati tunakuja njiani, ule mzozo tuliokuwa nao kwa muda mfupi ikanifanya nianze kujua kwamba inawezekana amejua kuwa mimi pia ni wa nyumbani. Sasa na mimi kwa hasira sasa ile kuonyesha kwamba liwalo na liwe bwana. Na mimi nikasema basi liwalo na liwe, na mimi niko huko. Kwa hiyo pamoja na hasira ambayo nimekuja nayo kama sehemu ya kumkomoa, lakini nimeona tena kama vile kuna faida, bora nisingetumia hasira, lakini kumbe ningefanya tu maamuzi ya bila hasira. Lakini kumbe wanasema hasira hasara, lakini katika lile niliona hasira imenifikisha mahali pazuri zaidi. Tupige tena makofi kwa Young Africans. Rais wa Young Africans, mimi zamani nilikuwa na marafiki zangu wanaishi mahali hapa karibu, lakini kila waliponielekeza, kwa sababu mimi natoka huko bara, nilikuwa sina uwezo mkubwa sana wa kutambua vichochoro vya Kariakoo na vichochoro vyote. Wakati ananiambia njoo moja kwa moja mpaka kwenye ofisi ya Yanga, alibaki kuwa rafiki yangu kwa namna ambavyo alitamka na kuipamba ofisi ya Yanga. Sasa juzi nilikuwa na Mheshimiwa Rais pale Ukonga pale. Kwenye speech yangu kidogo wakati nazungumza, nikamwambia mimi nilishawafuta baadhi ya marafiki kwenye maisha yangu. Kwa sababu ukikuta una rafiki unamuuliza unaishi wapi, anasema naishi Ukonga. Unaishi wapi? Naishi Segerea. Unaishi wapi? Naishi Keko. Mimi niliogopa kuwa na rafiki wa namna hiyo, kwa sababu nikasema inakuwaje uende ukaishi karibu na gereza? Kwa sababu ukiishi karibu na shule na kuelewa, ukiishi karibu na hospitali naelewa kwamba inawezekana kwa ajili ya kupata huduma za afya, lakini kuishi karibu na gereza unatafuta nini? Kwa hiyo nikawa kwenye akili naamini kwamba kuishi karibu na mtu ambaye anaishi kwenye mazingira hayo, inawezekana akaja akakufanyia fujo yoyote
na akawa na confidence kwa sababu hayo mazingira anayafahamu, ni ya nyumbani. Lakini leo sijamfuta rafiki yangu ambaye alikuwa anaishi mitaa hii kwa sababu ya uzuri wa klabu yenyewe, na ndio maana leo amekuja kwa. Sasa baada ya kueleza kisa hiki, nieleze mambo machache kwa mtiririko mfupi. Kama ambavyo wenzangu wamesema, na mimi nichukue nafasi hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Na ninapomshukuru yeye, nimshukuru sana kwa hekima yake ya kuendelea kuenzi muungano kati ya Tanzania na Zanzibar. Tumepata historia hapa ndefu kwamba hata ofisi hii hapo mwanzoni kabisa imejengwa miaka 1971, lakini mzee wetu Abeid Amani Karume ndiye aliyekuwa na mchango mkubwa katika kujenga ofisi. Manake mzee wetu Abeid Amani Karume katika kutoa mchango wake, ndani yake kulikuwa na concept ya muungano na udugu uliokuwepo kati ya Tanzania na Zanzibar. Kwa ninapomshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninayo heshima pia kumshukuru sana Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ndugu yetu Mzee Mwinyi, kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya Zanzibar na kuendelea kuunganisha falsafa muungano iliyopo kati ya Tanzania na Zanzibar. Lakini jambo la pili, nashukuru sana uongozi wa Young Africans kwa ujumla wake. Tumekuwa na viongozi wengi kwa miaka mingi, lakini uongozi ambao leo tunao ni uongozi unaoonyesha matokeo, ni uongozi unaotuondoa mahali pamoja kutupeleka mahali pengine. Tuwapigieni makofi mengi sana. Lakini jambo la tatu, ni washukuru sana wadhamini. Leo hii hapa tumeambiwa kwamba 50% zitakuwa ni za klabu yenyewe, 50% itakuwa ni partner ambaye atashiriki kujenga uwanja huu GSM. Na kwa mantiki hiyo, bila wao very likely pia mchakato huo ungefeli. Kwa hiyo tuwaongezee makofi mengi sana kwa utayari huo. Mkirudisha nyuma ya klabu hii ya kwetu, mtakumbuka kwamba zamani wachezaji wetu walikuwa wanakosa hata mishahara, morali ya kazi haikuwepo. Lakini leo ukikuta klabu inahama kutoka, haizungumzii tena habari ya mishahara, haizungumzii tena maisha magumu kwa wachezaji wao, inahama kutoka kwenye masuala hayo inakwenda kuanza kujenga viwanja, mjue hiyo ni hatua kubwa sana katika ulinganishaji wa tulikotoka na tuliko sasa. Kwa hiyo hongereni sana na tuwaongeze tena makofi mengi. Lakini salamu zangu za nne ni mshukuru sana uongozi wote wa TFF. Uongozi wa TFF ndio baba, ndio mama wa michezo hapa nchini. Wameonyesha uongozi mkubwa, uongozi wenye ushupavu, uongozi ambao una mlengo wa kukuza michezo hapa nchini. Tupelekee salamu kwa rais wetu wa TFF kwa kazi nzuri pia ambayo anaendelea kuifanya ya kusimamia clubs zote za michezo hapa Tanzania. Kwa na wao pia tuwapigie makofi mengi sana. Lakini katika salamu hizi ambazo pia mkuu wangu wa wilaya alizungumza hapa, nitoe historia fupi ya hapa tulipo kama nchi. Sisi viongozi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hoja gani? Kwa hoja zifuatazo. Ndugu zangu wana Jangwani, kwa miaka mingi sana mlikuwa mnaona hali iliyopo katika barabara yetu hii ya Morogoro Road, lakini hasa katika hili eneo. Kwa miaka mingi tumekuwa tukifunga barabara na kuzifungua barabara, na hasa katika nyakati za mafuriko. Kumekuwa kuna ujaaji wa maji mengi, na ambayo nyakati za nyuma yalishawahi kujaa mpaka kaathiri mpaka ofisi zetu. Lakini leo ninapozungumza hapa, baada ya miaka mingi wananchi kulia, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameidhinisha zaidi ya bilioni 93 ambazo leo
zinajenga daraja la Jangwani ambalo ndilo litashiriki kubeba taswira ya hiki ambacho leo tunakwenda kuweka sahihi. Maana yake ni kwamba kujaa kwa maji na mafuriko yaliyokuwa kutokea katika eneo la Jangwani inakwenda kuwa historia. Lakini baada ya kugundua kwamba daraja la Jangwani ni combination ya mito kadhaa, kuna mto Ng'ombe, kuna mto Msimbazi. Ukienda pale Kigogo ni daraja lililotusumbua kwa muda mrefu ambalo linapita katika mto Msimbazi. Mheshimiwa Rais ameidhinisha fedha bilioni 17 ziweze kujenga daraja hilo ambalo leo liko zaidi ya 95% katika kukamilika kwake. Daraja la Jangwani ametoa bilioni 11 ili ziweze kujenga daraja hilo, na leo tuko zaidi ya 98% ya ujenzi wa barabara pamoja na daraja lenyewe ambalo leo hii daraja hilo linakamilika kubeba taswira ya kuyafukuza kabisa kinachoitwa mafuriko katika hili eneo lote ambalo leo Young Africans tunaweka sahihi kwa ajili ya uwanja mkubwa utakaojengwa hapa. Kwa hiyo ninapomshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninamshukuru katika usimamizi huo ambao unaonekana na ambao unahama kutoka kwenye ujenzi wa madaraja kwenye kompyuta kwenye mdomo unakwenda kwenye ujenzi wa madaraja ambayo leo yanaonekana kama yanavyoonekana sasa. Wako baadhi ya Watanzania ambao huwa wanasema, na mimi nawaunga mkono, kwamba ujenzi huo unafanywa na hela zetu wenyewe. Ni kweli kwamba ni hela zetu wenyewe, lakini nataka niwathibitishie kwamba taifa la Tanzania haliwezi kujiendesha kwa kodi tu. Linahitaji akili ya ziada ambayo Mheshimiwa Rais anakuwa nayo kuweza kutafuta funds huku na huko ili mambo yaweze kwenda vizuri.